Ujumbe wa Samia Suluhu kwa viongozi wa upinzani umezua hofu na uoga nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, nikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika mkesha wa Novemba tarehe 20 mwaka huu jijini Dodoma, Rais Samia Suluhu Hassan alizindua tume ya uchunguzi iliyoundwa kuchunguza matukio ya ghasia za Oktoba tarehe 29 ambazo zilisababisha vifo vya mamia ya watu, uharibifu mkubwa wa mali na mgogoro mkubwa wa kisiasa unaotishia amani ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Wakati huo huo, vyama vikuu vya upinzani kama Chadema na ACT Wazalendo vilitangaza waziwazi kukataa tume hiyo, vikidai kuwa haiwezi kuwa huru kwani wajumbe wake wengi wana uhusiano wa karibu na serikali au wamehusishwa na matukio ya vurugu, na hivyo wakitaka uchunguzi wa kimataifa unaoongozwa na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika au Umoja wa Ulaya. Ghafla Tanzania iliyojulikana kwa miaka mingi kama kisiwa cha amani barani Afrika ilijikuta katika hali ya machafuko makubwa zaidi tangu ghasia za Zanzibar za mwaka 2001. Siku ya uchaguzi Oktoba tarehe 29 mwaka huu, miji mikubwa kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Morogoro ilishuhudia maandamano makali yaliyoanza kama pingamizi dhidi ya uchaguzi ulioonekana kuwa na kasoro nyingi. Vijana waliojaa hasira walichoma matairi barabarani, kuchoma vituo vya polisi na kuharibu mali za umma, huku vyombo vya ulinzi vikijibu kwa risasi za moto na machozi ya kutoa machozi. Picha za miili iliyolala barabarani, hospitali zilizojaa majeruhi na familia zilizotafuta wapendo wao waliopotea zilisambaa kimya kupitia mitandao kabla ya serikali kufunga mitandao kwa siku kadhaa. Uchaguzi huu ulikuwa na makosa mengi tangu mwanzo. Wagombea wakuu wa upinzani akiwemo Tundu Lissu wa Chadema aliyefunguliwa mashtaka ya uhaini na Luhaga Mpina wa ACT Wazalendo walizuiwa kushiriki kwa sababu ya kiufundi au kisheria. Chadema ilifutiwa usajili wa kushiriki uchaguzi baada ya kukataa kusaini kanuni za maadili, na hivyo kuacha Rais Samia akigombea karibu peke yake dhidi ya wagombea wengine wadogo. Wakati wa kupiga kura, maeneo mengi yalikuwa kimya kwani wafuasi wa upinzani walipiga boikoti, lakini ghafla maandamano yalizuka. Polisi na jeshi walituma barabarani na kafu ilitangazwa Dar es Salaam. Mtandao ulifungwa nchi mzima na ripoti za kimataifa zilieleza kuwa vyombo vya dola vilitumia nguvu kupita kiasi, huku majeshi yakifanya vizuizi barabarani na kuwakamata maelfu. Idadi ya vifo ilikuwa jambo la kutisha zaidi. Upinzani wa Chadema ulidai mamia hadi maelfu walipoteza maisha, wakiwemo zaidi ya wafuasi 100 wa chama hicho pekee, na madai kuwa polisi walificha miili hospitalini au kuitupa mahali pasipojulikana ili kuficha ukubwa wa mauaji. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu zilithibitisha angalau vifo vya mamia, zikaashiria matumizi ya risasi za moto dhidi ya waandamanaji wasio na silaha. Amnesty International ilieleza kuwa hii ilikuwa moja ya machafuko mabaya zaidi ya uchaguzi barani Afrika katika miaka ya hivi karibuni, yakilinganishwa na mgogoro wa Kenya wa mwaka 2007, mwaka 2008. Serikali ilikanusha idadi hiyo kubwa, ikisema ilikuwa matukio machache ya kawaida na kwamba vyombo vyake vililinda usalama wa taifa. Ila baada ya siku 3 za machafuko, matokeo yalitangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan alishinda kwa asilimia zaidi ya 97 ya kura, idadi ambayo ilionekana kuwa isiyo ya kawaida na kuongeza hasira zaidi. Aliajiriwa tena Novemba tarehe 3, lakini sherehe za kuapishwa zilifanyika katikati ya taharuki, huku nchi ikiwa chini ya ulinzi mkali wa baadhi ya miji bado ikikabiliwa na vizuizi. Dunia ilishuhudia. Uingereza wa nchi nyingine za magharibi zilitoa maonyo ya usafiri zikiashiria uhaba wa chakula, mafuta na fedha kutokana na machafuko. Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika zililaani uchaguzi kuu na kusema kuwa haukuwa huru wala wa haki, zikieleza kukosekana kwa ushindani wa kweli na ukandamizaji wa vyama vya upinzani.
Hali ilizidi kuwa mbaya wakati wiki za kwanza baada ya uchaguzi. Maelfu walikamatwa wakiwemo viongozi wa upinzani na madai ya mateso ya kutoweka kwa watu yalizidi. Jeshi lilichukua nafasi kubwa katika kudhibiti miji, na ripoti zilieleza kuwa majeshi walilinda baadhi ya maeneo ambapo waandamanaji walikimbilia kuepuka polisi. Hii ilikuwa ni pigo kubwa kwa taswira ya Tanzania, nchi iliyojivunia amani na utulivu tangu uhuru wake mwaka 1961 chini ya Chama cha Mapinduzi CCM kilichotawala bila kupingwa kwa miongo mingi. Na katika muktadha huu wa machungu, Rais Samia aliamua kuunda tume ya uchunguzi Novemba 20. Katika hotuba yake uzinduzi, alieleza imani yake kubwa na tume hiyo, akisema ni muhimu uchunguzi wa ndani ufanyike kwanza kabla ya kuhusisha wataalamu wa nje. Alikataa waziwazi kukubaliana na pendekezo la upinzani la tume ya kimataifa, akisisitiza kuwa tume ya ndani itafanya kazi na kutoa mapendekezo yatakayosaidia taifa kusonga mbele. Aliipa tume hiyo miezi mitatu kufanya uchunguzi na kuangalia maeneo 7 muhimu: chanzo cha ghasia na sababu za msingi, madai ya vijana walioandamana na haki walizokuwa wakitafuta, matamshi ya vyama vya upinzani na kauli za uchochezi kabla ya uchaguzi, uhusiano kati ya vyama vya siasa na tume ya uchaguzi, mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali ya ndani na nje, uwepo kwa njia badala ya maandamano na uchomaji mali, pamoja na hatua za vyombo vya dola na kama zilikuwa sahihi au zilikithiri. Uzinduzi huu ulifanyika katika ukumbi wa Ikulu ya Dodoma, mahali ambapo rais aliwahimiza wajumbe na tume kuwa na ubobezi wa uzoefu wao ili kutoa majibu yatakayotuliza taifa. Alieleza kuwa kabla ya kuleta tume ya nje, ni bora tume ya ndani ianze kazi ili wale watakao kuja waweze kushirikiana na waliokwisha anza. Hii ilikuwa hatua itakayotazamwa kama jaribio la serikali kujitakasa yenyewe katikati ya shutuma za kimataifa. Lakini upinzani haukukubali. Chadema kupitia makamu mwenyekiti wake John Heche amesema haiwezekani mtuhumiwa ajichunguze mwenyewe na kutarajia haki, akidai baadhi ya wajumbe wa tume hiyo wana historia kuhusiana na vurugu au na serikali. ACT Wazalendo ilishikilia msimamo huo ikitaka uchunguzi wa kimataifa ili kuhakikisha uwazi na haki. Shutuma hizi zilikuja wakati ambapo Umoja wa Mataifa ulikuwa ukitaka uchunguzi huru na uwajibikaji kwa waliovunja haki za binadamu. Haya yote yanatokea katika Tanzania iliyobadilika tangu Rais Samia achukue madaraka mwaka 2021 baada ya kifo cha John Pombe Magufuli. Awali alisifiwa kwa kulegeza ukandamizaji, kuruhusu mikutano ya upinzani na kuboresha uhusiano wa kimataifa, lakini katika miaka ya hivi karibuni ukandamizaji ulirudi kwa nguvu, kutoweka kwa wakosoaji, kufungwa midomo kwa vyombo vya habari na kufutiwa usajili wa vyama. Uchaguzi wa mwaka 2025 ulikuwa jaribio la kwanza la Samia kupiga kura kama rais anayegombea, lakini uligeuka kuwa janga la kisiasa. Sasa taifa linangojea majibu ya tume hiyo, na je, itatoa ukweli ulio wazi au itakuwa zana ya serikali kujikingia? Vijana waliopoteza maisha barabarani, familia zilizolilia wapendo wao waliopotea na jamii iliyogawanyika inatafuta majibu. Tanzania ambayo ilikuwa mfano wa amani barani Afrika sasa inakabiliwa na changamoto kubwa ya kujenga upya imani na umoja. Machafuko ya Oktoba tarehe 29 yamekuwa tukio la kihistoria litakalobadilisha mustakabali wa siasa za nchi hii, na jinsi litakavyoshughulikiwa litabainisha kama amani tarudi au mgogoro utazidi. Ni hayo niliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea uchambuzi wa kina bila kupindisha bila kuegemea upande wowote. Zidi kutupa support yako, bila shaka tutakupatia yale ambayo unahitaji kutaarifiwa. Subscribe, like na kushare video zetu, na vile gonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi zinapochipuka.